tumeanza na Nigeria, na tulipokuwa tumeanza tofauti na matarajio ya watu wengi kwamba tungeweza kuanza vibaya zaidi ya hiki ambacho kimeweza kutokea, kwa maana ya kwamba kuweza kuconcede goli nyingi, lakini kilichokuja kutokea tumeweza kutoka kwa tofauti ya goli moja ambayo kati yetu sisi na mpinzani, kwamba 2-1 ndio matokeo ambayo yameweza kutokea. Okay. Lakini kitu kingine ambacho tunaweza tukakisema in general ni kwamba Taifa Stars, mchezo ambao wameucheza kwa siku ya leo, walicheza vizuri na waliweza kutengeneza nafasi za kutosha, na kama wangekuwa wako accurate kwenye matumizi ya nafasi, basi inawezekana leo tungeweza kuokota alama. Yaani kama sio alama 3 basi alama 2. Hebu tuhesabu hata nafasi ambazo tumeweza kuzikosa. Tunaona Simon Epigodi Msuva kipindi cha kwanza anapiga acrobatic vizuri kabisa, lakini inakosa nguvu, inakwenda moja kwa moja mikononi mwa mlinda lango wa Nigeria. Tunaona pia Ibrahim Baka rebounding inakuja upande wake, mpira wa kugombania wa kona anapiga pasipokuwa na umakini, mpira unakwenda nje. Novatus Dismas pia kadhalika naye kafanya hivyo. Tunakuja kumuona Mohamed Hussein Shabalala naye pia anapiga off target pasipokuwa na macho ya kutosha. Kwa hiyo kuna mipira mingi sana ambayo tulikuwa tunaweza kuiface kwenda kwa mpinzani na tumeweza kupoteza nafasi hizo. Kwa hiyo ukiangalia katika hali ya kawaida ni kwamba kama tungekuwa tuna umakini mkubwa wa kutumia nafasi, basi tungeweza kupata angalau alama 1 kwa siku ya leo. Bwana, ninachokitumaini ubuheri wa afya mwanamichezo mwenzetu baada ya kushuhudia mbungi nzito kweli kweli kati ya Tanzania Taifa Stars dhidi ya Nigeria. Mambo mazito, tumekubali, tumeridhika, tumefungwa bao 2-1, lakini si haba na sisi tumejipapatua. Tumekukuluka, tumeonyesha uwezo. Nigeria timu dume bwana Kabisa. Nigeria timu ngumu bwana. Kabisa, yaani ukizungumzia Afrika timu ambazo zimewahi kuandika historia ya kulichukua kombe hili, basi na yenyewe pia imo. Kwa maana hiyo tumefungwa na timu bora. Yes, of course. Zilikuwa dakika 90 za aina gani, Steven Mapunda? Nini hasa ambacho Stars tumekosea kwenye mchezo wa leo na Nigeria ametumia kutuadhibu kwenye dakika hizi 90 kwa ushindi waliopata, kwa maana ushindi mwembamba wa mabao 2-1? Tukiangalia Taifa Stars ambayo ilicheza AFCON ya kwanza kwa kipindi hiki ambacho kizazi chetu sisi tunaitambua, ina tofauti na iliyocheza AFCON ya kipindi cha pili iliyofanyika pale Ivory Coast. Okay. Na ina tofauti pia na AFCON ambayo imechezwa kipindi hiki ya pale nchini Morocco. Kwa nini? Kwa sababu mechi ya kwanza tulikuwa tumepoteza vibaya mno dhidi ya Senegal, lakini pia tukaja kupoteza vibaya mno dhidi ya Niger na Algeria. Okay. Dhidi ya Algeria kama unakumbuka vizuri. Lakini pia msimu uliomalizika ambao ilikuwa nchini Ivory Coast tulifanya vibaya sana na Morocco kama utakumbuka vizuri, tukaja kujipapatua kwa Zambia, lakini pia tukaja kupotea baadaye. Lakini ukiangalia kipindi hiki tumeanza na Nigeria, na tulipokuwa tumeanza tofauti na matarajio ya watu wengi kwamba tungeweza kuanza vibaya zaidi ya hiki ambacho kimeweza kutokea, kwa maana ya kwamba kuweza kuconcede goli nyingi, lakini kilichokuja kutokea tumeweza kutoka kwa tofauti ya goli moja ambayo kati yetu sisi na mpinzani, kwamba 2-1 ndio matokeo ambayo yameweza kutokea. Okay. Lakini kitu kingine ambacho tunaweza tukakisema in general ni kwamba Taifa Stars, mchezo ambao wameucheza kwa siku ya leo, walicheza vizuri na waliweza kutengeneza nafasi za kutosha, na kama wangekuwa wako accurate kwenye matumizi ya nafasi, basi inawezekana leo tungeweza kuokota alama. Yaani kama sio alama 3 basi alama 2. Hebu tuhesabu hata nafasi ambazo tumeweza kuzikosa. Tunaona Simon Epigodi Msuva kipindi cha kwanza anapiga acrobatic vizuri kabisa, lakini inakosa nguvu, inakwenda moja kwa moja mikononi mwa mlinda lango wa Nigeria. Tunaona pia Ibrahim Baka rebounding inakuja upande wake, mpira wa kugombania wa kona anapiga pasipokuwa na umakini, mpira unakwenda nje. Novatus Dismas pia kadhalika naye kafanya hivyo. Tunakuja kumuona Mohamed Hussein Shabalala naye pia anapiga off target pasipokuwa na macho ya kutosha.
Kwa hiyo kuna mipira mingi sana ambayo tulikuwa tunaweza kuiface kwenda kwa mpinzani na tumeweza kupoteza nafasi hizo. Kwa hiyo ukiangalia katika hali ya kawaida ni kwamba kama tungekuwa tuna umakini mkubwa wa kutumia nafasi, basi tungeweza kupata angalau alama moja kwa siku ya leo. Lakini haikuwa bahati upande wetu, lakini pia ni sehemu ya kuweza kujifunza. Na kitu ambacho mimi nakiona bwana Cisco, kama itakuwa ni vyema zaidi Miguel Gamondi hii team akapatiwa muda wa kutosha kuweza kuitrain, kwa sababu naanza kuona mwangaza wa Miguel Gamondi anapoifundisha Taifa Stars. Kwa sababu ukiangalia kiukweli hata katika mabadiliko ambayo ameyafanya katika kiwanja, ulikuwa unaona kabisa kwamba anatoa kitu kinachokuja kuingia kinakuja kuleta uhai katika timu. Lakini alikuwa ameanza na timu ambayo unaona kabisa kwamba hii ina uwezo wa kuvumilia. Lakini baadaye uvumilivu unakuwa unashindwa, anaanza kuingiza maingizo ambayo yanakwenda kumletea impact ya tofauti. Sio jambo rahisi sana kwa mechi kama hii dhidi ya Nigeria kuamua kuingia baadaye kubadilisha plan kuwa na mabeki watatu, yani kucheza na mabeki watatu wa katikati. Sio jambo rahisi, lakini mimi naona kwamba kwa mipango aliyokuwa nayo unaona kabisa kwamba yes, kama akiweza kupatiwa timu kwa muda mrefu na akapaa uhuru, mimi naamini kabisa kwamba Taifa Stars inaweza tukawa na timu bora sana bwana sisi. Ukitazama sasa Tanzania, sisi tuna nafasi yoyote kwa kundi letu jinsi lilivyo, na wapinzani wetu tunaweza pia tukajipapatua kwenda hatua inayofuata. Ama ukiwatazama Uganda, ukiwatazama pia Algeria, na nipate uzuri je, sisi ndio tutakaobaki? Of course nafasi bado ipo, kwa sababu hii ni mechi ya kwanza ndio ambayo kimeweza kutokea hapo. Na tuna ushahidi wa kutosha kabisa kwamba wapo ambao walifika katika hatua za mbali kwa kupoteza mchezo wa kwanza. Ni mifano ni mingi sana. Kwa hiyo mchezo huu hauwezi ukapoteza direction ya kwamba inawezekana wasiweze kufika sehemu yote. Mimi naamini kwamba kama wakiweza kuchanga karata zao vizuri, basi inawezekana kabisa kuweza kuokota alama. Hatumfikirii nani wa kuweza kuchukua alama kwake, lakini nafikiria katika hizi mechi ambazo mechi tatu mbele, katika hizi mechi zinazokuja mbele yetu, basi tuweze kuhakikisha kwamba tunaweza kupata alama kupitia mechi hizo, kwa sababu ukiangalia kuna kila sababu ya kuweza kufanya hivyo. Kama leo hii tumecheza na Nigeria, na imewezekana kutengenezwa nafasi zaidi ya 6 ambazo zinaenda kumface goalkeeper moja kwa moja, kwa nini ishindikane katika mechi zingine? Kwa hiyo mimi naona kabisa kwamba kwa staili hiyo inawezekana Tanzania kuweza kufanya maajabu na kuweza kufuzu kwenda katika hatua ya mtoano, kwa sababu pia hiyo itakuwa ni historia kwa mara ya kwanza kuweza kutokea kitu kama hicho. Haijawahi kutokea Tanzania akashiriki michuano hii alafu akafuzu kwenda hatua ya mtoano. Kwa kama tukijipapatua inawezekana ikatokea. Kwako tukitazama kwa timu yetu ya nyumbani kwa maana ya Taifa Stars, kwa jinsi ambavyo wamecheza, nani amekuwa man of the match kwa upande wa Tanzania? Ingawa tumepoteza, lakini pia hatusiti kuvisifia vya kwetu ambavyo vimeonyesha kiwango kikubwa kweli kweli kwenye mchezo huu wa leo dhidi ya timu kubwa na kongwe kwenye mashindano haya. Kwa kusema ukweli, man of the match kwangu mimi ambaye nimemwona amecheza vizuri kabisa katika mchezo wa leo ni Zuberi Foba, goalkeeper wa Taifa Stars. Amecheza vizuri sana, amefanya saves ambazo zimeweza kuifanya Taifa Stars kupata uhai wa kuweza kuendelea na mapambano. Ukiangalia katika saves ambazo amezifanya, alikuwa amefanya saves katika nyakati ambazo zilikuwa zinaifanya Taifa Stars ijione kwamba tuko maeneo salama, kwa sababu kuna kipindi unakuta tayari umeshatanguliwa alafu mpinzani bado yupo katika lango lako, lakini unakuja zinapigwa mipira ya hatari na anaweza kwenda kuicheza na kuifanya Taifa Stars kuwa salama. Unaona kabisa kwamba hii inaenda kuibua confidence upya katika safu ya Taifa Stars. Kwa hiyo kwangu mimi naona Zuberi Foba anastahili kuwa man of the match kwa saves za hatari ambazo ameweza kuzitoa. Tunaona ana block kwa mguu, ana block kwa mikono.
tunaona na catch moja kwa moja, tunaona the way anapokuwa na utulivu kwenye eneo lake, lakini pia kimo chake kinaweza kutanabaisha kwamba anastahili kufanya kile ambacho amekifanya. Ukiangalia hata aina ya magoli ambayo amefungwa, sio magoli ambayo unaweza kusema kwamba kwa sababu golini hakukuwa na Aishi Manula, kwa sababu golini hakukuwa na Yakubu ndio maana tumeweza kuconcede goli. Unaona kabisa magoli aliyofungwa yote yana deserve kwa magoli kwa sababu ya position ambayo yeye alikuwepo na wapigaji kuelekea eneo la langoni. Ukiangalia goli la pili linafungwa kwake kukiwa na rundo kubwa sana la mabeki mbele yake. Mpira ambao unapita katika msitu mkubwa wa mabeki. Kwenye kucheza mpira kama huo kwa golikipa inakuwa ni sehemu ya kubashiri. Huwezi kuwa na muono moja kwa moja kuuona mpira unakuja katika uelekeo upi, na ukiangalia ukiwa katika speed ya hali ya juu. Ukihadharika pia goli la kwanza wanafungwa ni goli la kichwa. Kwa sisi ambao tumeweza kupitia ugolikipa katika eneo la 6, kudaka mpira wa kichwa ni mtihani mkubwa sana. Yaani ni zoezi gumu sana kudaka mpira ambao unapigwa kwa kichwa. Kwa hiyo huwezi kumlaumu, na ndio aina ya goli ambalo amefungwa hata Digi Diala kwa mechi ya Mali. Kama uliangalia dhidi ya Zambia, uliona goli ambalo alifungwa, alisimama style ile ile na Foba akasimama style ile. Tafsiri yake ni nini? Mipira ya namna ile mara nyingi sana kuweza ku anticipate kwamba hii mpira utakwenda sehemu fulani ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo huwezi kumlaumu Foba, na goli la pili pia huwezi kumlaumu Foba, lakini utakwenda kumpongeza kwa zile saves ambazo ameweza kuzifanya. Kwangu mimi man of the match anastahili kutoka katika taifa la Nigeria, lakini kwa timu ya taifa ya Tanzania man of the match anastahili kuwa Zuberi Foba. Sawa, tunaweka nukta hapo. Jina langu naitwa Cisco. Nikwambie tu ya kwamba mchongo huu umesimamiwa na Lenga Mfumo nyuma ya kamera. Steven Mwana Mapunda pia amezungumza mengi na mazuri, na mimi sina la ziada. Nikwambie tu tena, endelea tena na tena kufuatilia vipindi vyetu. Wailan Lika, maasalam. Niko vizuri kwetu Rudewa huko mkoa wa Njombe, wilaya ya Rudewa. Na nyinyi watu wa mikoani huko mnajivunia kama sisi watu wa Morogoro? Maana kuna tofauti kubwa kati ya watu wa mikoani na watu wa Morogoro. Sisi kule tuna mengi sana ya kujivunia, ikiwemo makaa ya mawe kama ulitaka kusikia Liganga na Mchuchuma. Hiyo inapatikana kwetu tu. Poleni sana. Ukitaka kusikia fahari ya Ziwa Nyasa, poleni sana. Kwenye Mbasa, kwenye Mbelele, poleni mno. Bana, mambo ni mengi kweli kweli, muda ni mchache, lakini muda huo mchache ufanye sisi wana michezo tushindwe kupeana taarifa bora za michezo na burudani. Hivyo tunasema karibu mwana michezo mwenzetu popote pale ulipo, ili tuweze kukujuza kile ambacho tumekuandalia, kikiwa kinapewa nguvu kubwa mno na kinywaji kipya ambacho kwa sasa kimeingia mjini, Vini Nkolomboka. Tunakwambia hivi, nguvu ya Simba, fahari ya Tanzania. Je, umeshapata Vini Nkolomboka? Sasa kama bado hujapata Vini Nkolomboka, hakikisha unapata bidhaa bora iliyotengenezwa kwa vitu vya asili, kwa maana ya tangawizi, asali na vingine vingi ambavyo ni mali yetu wenyewe, sio makemiko. Hapa bwana, vitu vya asili. Cha kufurahisha zaidi, Vini Nkolomboka bwana inaongeza nguvu hasa kwa sisi wa kiume, mambo yanakuwa mujarabu kweli kweli. Lakini kama haitoshi, Vini Nkolomboka bwana inahakikisha inakuondoa uchovu na kukuacha ukiwa mujarabu kweli kweli. Karibu tuzungumze michezo. Jina langu naitwa Nicholas John Kirita Cisco. Utakuwa umetisha kweli kweli, boy from Moro. Niko naye hapa boy from wapi? Mbali huko, Steven Mwana wa Mapunda. Uko vizuri? Mimi niko vizuri. Kwetu Rudewa huko mkoa wa Njombe, wilaya ya Rudewa. Na nyinyi watu wa mikoani huko mnajivunia kama sisi watu wa Morogoro? Maana kuna tofauti kubwa kati ya watu wa mikoani na watu wa Morogoro. Sisi kule tuna mengi sana ya kujivunia, ikiwemo makaa ya mawe kama ulitaka kusikia Liganga na Mchuchuma. Hiyo inapatikana kwetu tu. Poleni sana. Ukitaka kusikia fahari ya Ziwa Nyasa, poleni sana. Kwenye Mbasa, kwenye Mbelele, poleni mno. Kule ndo kwetu, kwa sababu mna rasilimali chache sana ambazo mnatumia nguvu kuzitangaza. Lakini sisi watu wa Morogoro, ukisema tu Morogoro, watu hawahitaji tena uzungumze. Kuna kitu gani ambacho cha kitaifa kinapatikana Morogoro kikubwa ambacho kinaweza kikalisha Tanzania na kulisha Tanzania? Sisi msituguse, kwa sababu tukisema sisi hatuingii shamba kulima, Tanzania inaweza kawa shida. Mikoa ambayo inatoa chakula kwa wingi lazima utaje Morogoro.
Mluguru mimi nilichojifunza bwana, Mluguru bwana. Na hapa Dar es Salaam mnategemea maji kutokea kwetu hapa Dar es Salaam. Ule mto unaitwa mto nini, Ruvu ule. Ule Ruvu umeanzia Morogoro. Tukisema tuna uzima kule, hii shida inakuwa mara mbili. Bwana tuendelee, kubwa zaidi bwana ni pale mitaa Twiga na Jangwani. Prince Mpumelelo Dube amekwenda kuibua mijadala kidogo, amekwenda kuibua mambo kidogo. Nataka tuyaweke sawa hapa na tuyazungumze vizuri kweli kweli. Watu wanasema ana deserve kuwa mchezaji bora kweli kweli kwenye safu ya ushambuliaji mpaka hivi sasa. Je, ni kweli yasemwayo yapo ama wanajaribu kumpaka mafuta kwa kutumia mgongo wa chupa Prince Mpumelelo Dube mwana mfalme? Of course ukimwangalia Prince Mpumelelo Dube, kwa nyakati tofauti tofauti kwa siku za hivi karibuni amepitia katika nyakati tofauti tofauti ambazo zingine za kusikitisha, zingine za kumuumiza. Lakini kitu ambacho kinaweza kikamtanabaisha na kuweza kumweka kuwa mchezaji wa kipekee, kuweza kupitia nyakati ngumu lakini kuendelea kuvumilia na kujitafuta. Mimi nakuwa mtu wa kwanza kusema kwamba kwa sasa Tanzania kwa mwezi huu wa 11 ukilinganisha na mwezi wa 12 tunakamaliza mwaka 2025, Prince Dube katika ardhi ya Tanzania anastahili kuwa mshambuliaji bora ama mchezaji bora wa eneo la mwisho. Anastahili kuchukua Prince Mpumelelo Dube. Kwa nini? Inawezekana mtu mwingine akaja na namba za NBC Premier League kwamba katika mbio za kiatu paka sasa katika ile orodha wanaongoza kwa magoli, mbona Prince Dube ana magoli 2 tu? Iweje aweze kuingia hapo? Yes, of course, namba kwa mshambuliaji zinazungumza na kubaliana na hilo. Twende katika vipengele vingine ambavyo vinaweza vikamfanya Dube aonekane kuwa bora zaidi. Tunafahamu kwamba kwa sasa tukija kumwangalia katika mechi 5 ambazo ameweza kuwa involved katika kikosi tofauti tofauti, akiwa na kikosi cha Yanga, akiwa na kikosi cha timu ya taifa, ameweza kuwa na mchango mkubwa. Mechi 5 za mwisho alizocheza, haijalishi amecheza wapi. Amekuwa na mchango mkubwa zaidi. Ukiangalia katika klabu ya Yanga amecheza kwenye Champions League hatua ya makundi mechi 2, amecheza dhidi ya FAR Rabat akafanikiwa kuweza kufunga bao. Lakini pia amecheza dhidi ya JS Kabylie hakuweza kupata goli. Lakini kitu kingine ambacho kinamfanya mtu aweze kuzungumzwa kwa upekee katika eneo la mwisho, pale ambapo anaweza akafunga goli ambalo linakwenda kuweka tofauti kati ya timu mbili pinzani. Ukiangalia goli ambalo lilifunga dhidi ya FAR Rabat ndio goli pekee ambalo limeenda kuipa ushindi Young African na kuondoka na alama 3. Kwa ukiangalia katika mechi 2 za klabu bingwa ameweza kukupa 50%, kwa maana ya kwamba alikuwa amecheza mechi 2, moja amefunga, moja hajafunga, amekupa 50%. Ukija kwenye mechi za ligi kuu amecheza mechi 2 katika mechi hizi za mwisho, mechi 2 ambazo amecheza. Mechi ya kwanza amecheza dhidi ya Mtibwa Sukari akaweza kufunga. Mechi ya pili amecheza dhidi ya Coast Union ameweza kufunga. Lakini pia ukiangalia katika mechi ya kwanza anafunga goli la kuweza kuweka utofauti kati ya Mtibwa Sugar na Young African. Ni kweli ukija kuangalia ndio ambaye alikwenda kufungua kalamu ya magoli na paka Yanga anakwenda kupata ushindi mnono zaidi. Ukija kuangalia mechi nyingine ambayo ukiangalia kwenye NBC anakupa ushindi wa 100% kwa maana mechi 2 zilizofuatana mechi zote 2 ameweza kufunga goli. Lakini mechi ya mwisho na Coast Union anafunga goli la pekee ambalo wanasema kwamba wanasema excitement goal ambalo ameweza kulifunga. Na limekuwa na hisia kubwa zaidi kwa sababu paka dakika ya 80 kwenda dakika 90 ilionekana kabisa kwamba Yanga walistahili kuweza kuokota alama 1. Prince Dube anakwenda kuweka utofauti katika scoreboard na kuweza kuscore goli. Kwa hiyo kwa 100% katika NBC Premier League aliweza kuondoka na mafanikio makubwa zaidi. Lakini pia anakwenda kulitumikia taifa lake la Zimbabwe, mechi dhidi ya manguli kabisa wenye historia kubwa katika soka la Afrika, Misri. Anakwenda kuwatanguliza Zimbabwe kwa goli nzuri kabisa dakika za mwanzoni kabisa. Kwa hiyo ameweza kufunga katika michuano ya kafu, katika mechi 3 michuano ya kafu amefunga mechi 2, amekosa mechi 1. Ukija kuangalia katika ligi kuu katika mechi 2 amefunga mechi zote. Kwa ndani ya mechi 5 ameweza kuscore mechi 4
na kuweza kukosa kufunga mechi moja. Kwa hiyo ukiangalia kwa takwimu zake hizi unaona kabisa amekuwa ni mchezaji bora na mchezaji wa kipekee sana. Lakini upekee mwingine mkubwa ambao ameweza kuweka Prince Dube ni kuweza kuwa mchezaji wa kwanza kutoka katika ardhi ya Tanzania ambaye anacheza NBC Premier League kuweza kufunga AFCON. Yaani ndio mchezaji wa kwanza wanaocheza ligi ya Tanzania kuweza kufunga michuano ya AFCON. Kwa hiyo pia nao ni record nyingine ambayo ameweza kuiweka. Kwa hiyo kwa haya mengi yanatosha kabisa kuweza kumfanya Prince Dube aweze kuonekana mtu wa kipekee sana. Lakini pia maeneo mengine ambao watu huwa tunamtazama mchezaji mbali ya goal involvement, ya movement, lakini pia link up ya timu, pia tunaangalia chance created ambazo inawezekana aliweza kucreate chance lakini hakuweza kuzizalisha kuwa magoli. Ukiangalia Dube ni hodari, lakini pia ni mchezaji ambaye ana namba nyingi sana za chances ambazo huenda zingine zinakuwa sio magoli. Ukiangalia mechi na FAR Rabat alicreate chance 3, katika chance 3 akaweza kufunga goli moja. Ukija kuangalia mechi ya JS Kabylie hakupata chance nyingi, alikuwa na chance 2 ambazo unasema kwamba hizi kama ungekuwa na utulivu wa kutosha angeweza kupata goli, hakuweza kufanikiwa kugeuza kuwa magoli. Lakini pia ukija kuangalia mechi dhidi ya Coast Union alicreate chance 4, katika chance 4 moja ikafanikiwa kuwa goli. Kwa hiyo unaona kabisa kwa namna moja au nyingine ni mchezaji ambaye katika kucreate chance amekuwa na involvement kubwa zaidi. Lakini pia hata wanasema running position amekuwa ni mchezaji mzuri sana wa kuweza kukimbia katika nafasi. Yaani ni mchezaji ambaye anaweza kukimbia katika nafasi, na ndio maana hata makocha wengi sana wanapokuja Young African wanakutana na washambuliaji kadhaa wapo pale, lakini kila kocha anayekuja ana opt kuanza na Prince Dube. Kwa nini? Kwa sababu ya running position ambayo kwa nayo. Ana running position ya hali ya juu sana, lakini pia anaweza kutengeneza daraja kati ya viungo wachezeshaji na eneo la mbele. Yaani wakati mwingine huwa ana play kama force number 9. Yaani yeye huwa anakuwa kama mchezaji kinara pale juu, lakini kuna wakati huwa anacheza kama force number 9. Kwa hiyo sasa ukimpata mchezaji kama huyu inakuwa na utajiri mkubwa sana. Na hata ukiliangalia goli ambalo alikuwa amelifunga dhidi ya Misri, alikuwa goli la kawaida, alikuwa goli jepesi. Tunaona the way mpira unapigwa, anavyo receive mpira akiwa hana uelekeo wa macho yake na goli, ana turning vizuri, alafu anaweza kupiga nyuma ya migongo ya mabeki wawili wa Misri na unakwenda kumpita El Shanawi na mpira unakwenda moja kwa moja kimiani. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni kwa namna gani what a striker, what a player ambaye kwa sasa nafikiri ana kila sababu ya kuweza kumzungumzia kwamba amekuwa wa kipekee. Tunaweka nukta hapo. Prince Mpumelelo Dube kwa sasa ndio striker bora kwenye ardhi ya Tanzania. Kwa training yake inaonekana ni striker hatari kuliko striker yoyote ambaye anacheza kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara. Jina langu naitwa Nicholas Johnny, nilikuwa na Steven Mapunda. Nguvu kubwa tunaipatia pale Bat Quality, ni kampuni bora mno ya Kitanzania, inazalisha na kusambaza bati aina zote. Zinapatikana pia za migongo midogo, migongo mipana mfano wa kigae, na zile pia zenye matilio ya chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Kununua mabati pia unajipatia misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Waranti yake ni muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bati unanunua wewe, anakuja kukutana nayo kijana wako. Piga simu nambari 0782 055 044. Hiyo ni namba yangu ya kiganjani. Nipigie tuwasiliane, tukuletee mzigo popote pale. Ni 0782 055 044. Tosha kusema tukutane tena muda na wakati mwingine. Waila Rika. Masala.